Okay, karibu tena kwenye kipindi chetu cha fizikia. Niite Mama Physics katika mada za fizikia, manake nadharia na practicals ama vitendo. Okay? Kwa tupo katika report writing. Kwamba hapa tutajibu ile swali letu kwamba je, tunachokiandika kule kwenye O levels au advanced levels, is it a report? Is it an experimental report? Kwamba jibu letu tutalipata kwa kuangalia features of experimental report. Kwamba features zake ni zipi? First of all, any experimental report must have a title. Must have an aim, diagram, apparatus, procedure, data collection, data collection and recording, data analysis, results and error analysis. Unaweza pia ukakuta conclusion, pia unaweza ukaiweka kule chini. Conclusion maana yake na suggestion pia unaweza ukaiweka. Okay. Kwa tukianza moja baada ya nyingine. Kwamba title ni nini? So, title, this is a statement. It is a statement which carries the objective of the experiment. For example, determination of acceleration due to gravity. Determination of acceleration due to gravity. This is a statement which carries the objective of the experiment. Okay. Sasa katika hizi practical zetu kwamba title mara nyingi sio muhimu sana. Kwa sababu kwamba maswali yetu mengi tunaambiwa fanya hiki. The guided questions. Kwa maana hiyo ama for the case of exams, the guided exams, kwa maana sisi hatuna haja ya kuandika title. Tunaenda kwenye aim. Aim ni nini? Kwamba aim it is too specific. It answers the question, why are you performing a certain experiment? Kwa mfano, and it must start with the word to. For example, to determine the acceleration due to gravity by a simple pendulum. This is a statement which is too specific for the specific experiment. It is an aim of the experiment. Kwamba aim hata kama hujaambiwa, lakini unatakiwa kuiandika pale katika report yako. Diagram, kwenye case ya diagram. Some of the experiments zinahitaji diagram. For example, electricity experiments zinahitaji diagram. Kwa hiyo kama utaambiwa kuchora diagram kwamba kwenye report yako, ni vyema ukaweka diagram, lakini kwamba kwetu sisi tunazungumza O levels au advanced levels. Kwamba diagram sisi kwa sababu maswali yetu ni guided, kwamba diagram kwamba mara nyingi hatuionyeshi katika report yetu. Tunakwenda kwenye apparatus. Pia kwenye swali lako utakuwa umepewa kwamba apparatus used. Kwamba labda kuna pendulum bob, labda kuna meter rule, kuna clock pad. Anakuambia set the experiment kutokana na huo mchoro uliopo hapo. Kwa maana hiyo utaseti kulingana na yale maelezo uliopewa na vifaa ulivyopewa, maana umeshatajiwa tayari vifaa. Kwa maana sisi hapa kwenye apparatus pia sisi tuna ignore, hatuionyeshi kwenye ripoti yetu. Lakini kama unafanya experiment nyingine kwenye ngazi nyingine, maana yake utaionyesha apparatus used. Kwa sababu tu utapewa swali tu. Haya, procedure. For the case of procedure, pia kama ngazi nyingine, so tunazungumza ngazi nyingine above the advanced levels, kwamba utabidi uonyeshe procedure gani umezitumia kufanya specific experiment. Kwamba sisi kwetu hapa advanced level ama O level, sisi hatuna kwamba maswali yetu ni guided. Kwa maana hiyo hatuna haja ya kuandika hizo procedure, ya kurudia procedure. No need to rewrite a procedure again. Data collection. Kwamba data collection kwamba wakati unafanya kwa practical yako kwamba unahitaji kurekodi data. Data zinakuwa recorded katika tabular form. Uta collect data
then utarekodi katika tabular form. Utarekodi katika tabular form, lakini ukikumbuka kwamba horizontal axis at the top of this is the tabular form, for example, which contains the rows and columns. Rows and columns. For the first row here, first row here, it's contain the physical quantities with their respective units. For example, t squared in second squared, L in centimeter, maybe t small in second, and also t in second. These are the physical quantity in a specific unit. Okay? After recording the data, after collecting the data and recording the data, you need to analyze your data. So data analysis. Data analysis here tunazungumza juu ya graph. Hapo ndio tutaenda kuchora graph, lakini pia tutafanya calculations zote tutazifanya hapo. Wakati unafanya calculations zako, kuwa makini katika kuangalia units, lakini kuangalia wanasema accuracy ya vile vifaa tulivyovitumia. Kwamba labda nimetumia meter rule into that decimal places of that. Labda nimetumia micrometer screw gauge, kwamba tunajua kuna ina 3 decimals. Kwa maana hiyo kuzingatie kwamba tunazingatia kwamba units, specific units, lakini take into accuracy of the measuring quantities. Okay? After then tunaandika after the data analysis, maana yake hapo utafanya calculations zote zitafanya hapa, lakini pia graph utachora hapa, utatafuta slope hapa. Baada ya kutafuta slope utakwenda kufanya calculations zingine kulingana na maswali utakayopewa. Kwa sisi kwenye experiment zetu stand kwamba mara nyingi tunakuwa na A, lakini tutakuwa na data collection and recording. Kwa hiyo after then tunakuwa na kipengele hiki cha data analysis. Pale ndipo tunapochora grafu, tunapofanya calculations zote pale. Kwamba baada ya hapo utatakiwa kuandika results. Kwa mfano, ilikuwa ni lengo letu na title yetu ilikuwa ni determination of acceleration due to gravity. Aim of the experiment was to determine the acceleration due to gravity. Kwamba finally results itatuambia kwamba acceleration due to gravity is kwamba utasema kile ulichokipata from the given experiment. After then error analysis, kwamba experiment yoyote lazima ina error, kwamba error cannot be avoided but can be minimized. Kwamba wakati wote unapofanya experiment take into account of the errors. Tumesema kuna two types of errors, random errors and systematic errors. Kwamba tumejifunza kwamba causes of these errors. Kwa maana hiyo unatakiwa uwe mwangalifu, unatakiwa uangalie zile environmental factors, kama kuna upepo, labda ufunge madirisha, labda unatakiwa kama temperature maybe. Kwa hiyo lakini kifaa labda unatakiwa ufanye calibration kupunguza zile errors. Zero error maybe. Parallax error tulisema kwamba lazima uangalie to the point, perpendicular to the point. Kwamba jicho lako liwe perpendicular to the point to be taken. Kwa hiyo kwamba vyote tunavifanya lengo kubwa tu ni to minimize error. Kwa kwenye kesi ya error analysis, kama wewe experimenter utasema kama sio guided experiment, kwamba utazidi useme katika makundi yake. Error analysis utasema katika makundi yake, whether it random error or systematic error utaizungumza katika mazingira yake. Lakini sisi kama kwenye tunafanya specific practical, kama hizi practical zetu ambazo are advanced level ama O levels, kwamba tunatakiwa to state errors kama umepewa kwenye swali lako, kwamba mwisho siku wanakwambia nini, explain the causes of error. Kwa hiyo causes of error katika experiment zetu sisi tutasema kwamba tutaziandika kama tumeambiwa tuandike, kwa sababu sisi tunajibu mtihani ama tunajibu specific swali kwa kufuata maelezo. Nishike hapo kwamba tunasema kwamba mitihani yetu ama maswali yetu ya secondary schools advanced level ama O level kwamba ni guided. Kama ni guided maana yake kwamba kuna vipengele vingine katika ripoti hatuvionyeshi. Kwenye kesi ya error, kama ukiambiwa state error,
state error kwenye specific experiment. Kwa mfano, ninafanya experiment ya simple pendulum. Kama simple pendulum manake itabidi sasa niangalie kwamba je, upepo unaweza ukasumbua? Je, nimetumia rula, parallax error inaweza ikatokea. Kwa hiyo hapo unaweza ukasema. Lakini kwenye tumeambiwa to displace to a small angle, labda kwenye simple pendulum, displace with a small angle. Kwamba je, kwamba inawezekana pia kwamba displace with a large angle maana utasababisha errors. Kwamba hiyo utasema error kwenye specific experiment, lakini kwamba kama umeambiwa uandike. Kwa hiyo conclusion ni nini sasa? Conclusion ni kwamba tunachokiandika pale katika maswali yetu, katika sisi tunachokiandika advanced level ama O levels, kwamba it is a report, experimental report, except that some features are missing. Kwamba tunaangalia feature ambayo missing ni ipi? Tunaona kuna title inaweza ikamiss, tunaona kuna diagram inaweza ikamiss, tunaona apparatus inaweza ikamiss, tunaona procedure inaweza ikamiss. Hivyo vinaweza vikamiss. In case of error analysis, tumesema kwamba error analysis kwamba kama umeambiwa uandike, basi huna budi kuiandika ama kuionyesha resulting error from a specific experiment. Hapa kwenye error usiandike general, it is random error, systematic error, no. From the specific experiment. Nafanya experiment gani, mazingira gani yataniletea errors. Asante. Naomba tukutane tena katika video inayofuata katika mada nyingine. Asante.